Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni Dr. Sharifu tiba asili Tanzania, anapatikana jijini Tanzania. Unaweza ukampata katika namba zake za simu, kaandika alama ya kujumlisha 255745382890. Narudia namba hii, alama ya kujumlisha 255745382890. Namba unaweza kupata WhatsApp, unaweza kupata Imo, na moja kwa moja unaweza ukanipata katika namba ya Kenya, namba ya Safaricom, kaandika alama ya kujumlisha 254796168648. Unaweza ukanipata pia moja kwa moja. Ndugu yangu, karibuni sana katika huduma ya tiba asili Tanzania. Tunasogeza huduma yetu hapa. Kazi ni kukuelekeza baadhi ya dawa na zile vitu ambavyo utaona una matatizo yanakusibu. Wasiliana na mimi kwa WhatsApp. Ukitaka kunipata vizuri, njoo WhatsApp. Uko mkoani, uko sehemu mbalimbali, una matatizo nyumbani kwenu, una matatizo wewe mwenyewe binafsi na yanakusibu na yanakusumbua na unahangaika kwa wataalamu baadhi ya huku na huku, unapigwa chenga, karibuni sana. Wenye uwezo wa kutibu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi ukiona na kuletea masomo na vipindi siku hadi siku, ni wengi wamefanikiwa kulingana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sio mimi ninayetibu, anayetibu ni Mwenyezi Mungu, mwenye nguvu na mwenye utukufu. Mimi sina nguvu, sina uwezo, lakini kupitia jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala napiga vitu vinakuwa laini na mambo yanakuwa ni mazuri kwa uwezo wake. Allah ndiyo anayefanya kazi. Mtu anayekwambia yeye ana uwezo, muangalie kwa macho ya pili. Lakini mimi najua anayetibu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio anayetibu katika tiba. Mtu asikudanganye chochote kwamba ana uwezo kuliko Mungu kutibu, huo atakuwa anakudanganya au anakulagai kwamba yeye ni bora kuliko watu wengine. Mimi sio bora kuliko wengine, lakini kile nilichojaliwa ndicho nakuja nacho, nakwambia ninaweza kufanya kitu fulani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Akikubali kupiga kazi, kazi yako inakuwa vizuri. Ndugu yangu, sikwambii maneno, nakwambia kwa vitendo. Kama utakuwa unathamini au ukasema dokta, mimi nataka na mimi kwenye jambo hili, hebu tulifanya hata ukiwa mbali, au tufanye jambo hili hata ukiwa mbali, utaona uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kuna watu tuna kalama, lakini kalama zile tunakuja kukuonyesha au baadhi ya vitu kukufundisha. Si kila anayefundisha anafahamu anachokifanya. Kuna wengine wanafundisha lakini sio sahihi, lakini na yeye kasoma sehemu na yeye akafundisha. Lakini kuna wale wa asili ambao tuna asili ya kwetu ya kupiga kazi kama hizo, ambazo zinakubarika na ambazo zimekutukuza, ambazo zimechagua mtu anayepeleka huduma kwa watu. Unaweza mkao wengi, lakini wewe uko umebarikiwa huduma hiyo kuifikisha kwa watu na kusaidia watu katika matatizo yao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimeeleza machache ndugu yangu, lakini naenda kwenye somo langu moja kwa moja. Nisio mwingi wa kuongea, leo ninakuja katika asali au katika mambo haya yanahusiana pia na asali. Asali ni dawa kubwa sana inayotumika kusafisha vitu vingi. Asali ni dawa kubwa sana inayotumika kukuonyesha wale mtu amekunyang'anya nyota yako au amekuvurugia nyota yako. Ukitaka kufahamu, utachukua asali yako, utapaka katika miguu yako miwili, utapaka na mikono yako miwili, utaweka manuizi, utazidi kuona lala usiku ukiwa unanuia popote ulipochukuliwa vitu vyako, nyota yako, mambo yako iweze kurudi, basi unajipaka katika miguu yako na mikono yako, unalala usiku. Na pia asali hii unaweza ukawa unatumia kuoga, kusafisha mwili wako, na baadhi ya dawa ambazo nitakuja kukutajia hapo. Asali utaitumia pia kwa ajili ya kuchanjiwa. Kama mtu anabisha, lazima uchanjiwe na asali. Dawa yoyote unajua ni mvuto, bahati, kupanda cheo, sijui kufanya vitu gani, lazima uchanjwe dawa hiyo kwa kutumia asali. Ukiona unachanjiwa na asali, jua umepigwa vitu ambavyo vinaendana kisawasawa katika mwili wako. Ukiona uchanjiwa asali, basi jua hapo umebugi. Hakuna dawa ambayo utachanjwa nzuri asali isiwemo katika mambo mazuri. Ina maana kwamba ni dawa kubwa kweli kweli katika mambo ya kutumika mvuto, bahati, cheo, kila kitu ambacho unakielewa katika kazi ya aina yoyote. Basi nakufundisha asali inatumika pia kupaka baadhi ya dawa katika nyumba yako au katika kona za nyumba yako kuleta mvuto. Na pia asali inatumika kusafisha katika mwili yale magonjwa yanakusumbua, magonjwa mbalimbali, unatumika pia asali. Lakini pia hiyo unaweza kutumia majitu haya
kutuma nyuki kwenda kushambulia mbaya, kwenda kushambulia mtu, kwenda kuumiza mtu, kwenda mtu amekuchukulia kitu. Inatengenezwa majitu kama haya na baadhi ya dawa. Basi kitu kile kinanuiwa, dawa inapulizwa, basi unatuma viumbe kama nyuki kwenda kufanya kazi fulani au kumshambulia mtu au adui yako au mtu fulani. Ukiendelea kunifuatilia, ukitaka elimu zaidi nitakufundisha kuhusiana namna gani, vitu gani na vitu gani unatakiwa pia viandae na uweze kuvifanya, au unaweza kuchoma au ukapuliza ikabadilika zikao viumbe vikaenda kushambulia mtu katika sehemu mbalimbali. Hilo ni somo pia ambalo inahitajika pia muda wa kukuelewesha vizuri ili uweze kunielewa kiundani zaidi. Lakini mimi leo nakupa faida. Tumia kuogea hata majitu haya. Choma twanga ya unga, tumia kuogea, tumia kujifukiza. Una mambo unataka yao mazuri, tumia hii madude haya unatwanga, unakausha, basi unaponda yanakuwa unga. Tia katika maji yako. Unaweza ukaponda mpaka unachukua zima, unatia katika maji kwa muda wa nusu saa. Nenda kaoge, sema mambo yako yawe meupe kama yalivyo meupe. Masali napendwa, basi na wewe mambo yako watu yapende katika sehemu mbalimbali. Na pia unaweza ukachukua dawa hii, na dawa moja inaitwa somba na dawa ya kauli nimeshakufundisha. Kuchanganya na asali yako, chanja katika ulimi wako kwa ajili ya kauli, kuzungumza, kutongoza, kuomba kitu, kuongelea jambo lolote, usikilizwe katika jambo ambalo unaenda kulizungumza, linakuwa nzuri. Na pia unaweza ukachukua hii asali, ukachukua na mizizi ya pilipili kichaa. Basi ile mizizi ni dawa kubwa sana katika mambo mengi. Nenda kapalue, tengeneza unga, chanja katika ulimi wako chale 2, halafu utakuja kuniambia aisee, ni noma kweli, ni hatari. Na pia asali kwa mtu mwenye maambukizi au mtu umefanya na mtu kao muamini kwamba unaweza kupata matatizo, chukua asali yako paka katika sehemu yako ya siri, au mwanaume au mwanamke, kwa ajili ya kuua vile vimelea vya magonjwa ya zinaa katika sehemu hiyo kwa muda ule. Kimaliza paka katika sehemu yako, utaona matokeo mazuri. Una kidonda kinakusumbua kiponi, chukua asali paka katika kile kidonda, kitawahi kupona haraka sana. Chukua asali paka katika kidonda chako, kitaenda kukaa vizuri. Na ukitaka ujue ninachokupa, ninakupa elimu nzuri kuhusiana na asali. Chukua dawa tinginya, pasua mamba, mpapatiko, mlipu, sawa, mlipu, tinginya, sawa, chababila, unaweka vitu kama ntaligola, sawa, nkola, kalila, mliliwa, sawa, mvumo, sawa, kastera. Changanya vitu hivi vizuri, tengeneza mtu mchanjie katika mwili wake, na humbula mtengenezee. Hautaona matokeo yanabadilika. Ulikuwa mambo yako hayaendi, utaona naenda. Lakini pia kuna utaratibu wa kuchanjwa dawa hizi. Sio na chanjo tu, kuna sehemu unaangalia, hiyo ni mashariki, unaangalia mashariki jua linakochomozea. Ukichanjwa tofauti na jua linakochomozea, mebugi kweli. Kuna dawa hizi ambazo unachanjwa ukiwa umeshikilia mikuki. Kuna dawa ambazo unachanjwa ushikilie mikuki. Kuna dawa unachanjwa mikuki inalazwa chini. Sasa hii ni elimu ya kitiba kuhusiana na asili ya kwenu. Lakini mtu anapokuchanja, iwe ni mtaalamu anayefahamu, lazima kwanza ukitaka ufanikiwe aombe mizimu ya upande wa babani, upande wa mamani, upande wa baba, upande wa mamani, na wewe mwenyewe jina lako la asili. Unapuliza uwe na asali, unapuliza uwe na maziwa, unamuombea mtu ule ili wale wahenga wake, wale watu wake wakubalie dawa hile unaenda kumtengenezea mtu huyo iweze kufanya kazi. Lakini ukitengenezewa bila utaratibu huo, utatengenezewa dawa zinagongwa. Unaweza ukatengenezewa mizimu yako ikawa ijalizia, mtu anayekutengenezea ikaferi, ukatengenezea huyu ikaferi. Lakini ukiwa si wazee wa upande wa baba na upande wa mama, ukamtengenezea mtu dawa, utashangaa matokeo makubwa. Hii inahitajika elimu. Sio kila dawa wewe fanya hivi. Kuna mtu unaweza kufanya zikafaulu, kuna wengine wana mizimu mizito, kuna wengine sio level za kufanywa dawa hovyo zikafanya zikawa azileti matokeo. Mimi naendelea kukufundisha na naendelea kukuelimisha kwa wale unaofahamu, na kwa wale ambao wajui, basi ujue utaratibu unatakiwa kufuata. Kwanza mizimu ya upande wa babani,
Pili, mizimu ya upande wa mamani, halafu ufanyiwe kazi hiyo iweze kukuletea matokeo. Vivurugaji vinakuwaga ni vingi katika mtu, hata mtu anayetibiwa. Unaweza ukawa unatibu mtu unaona mbona tatizo anakunywa dawa hii lakini wapi unakunywa hili unahamisha. Tumia dawa, angalia chanzo cha tatizo ndio mtu ujue namna ya kulitatua tatizo. Sio unaambiwa hivi mwili mchafu, mwili hauko sawa sawa, unakimbia biashara zangu haziendi, kazi zangu haziendi, kila ninachofanya hakiendi. Ujui tatizo linatokana na kitu gani. Ujui kama ni mizimu ya kwenu, ujui kama ni uchawi, ujui kama ni mapepo majini, ujui ni nini. Unaona ni biashara zinagoma au kazi zinagoma, kumbe kuna vitu ambavyo vimeweka lock. Sasa inabidi kwanza upatiwe ufumbuzi kwa mtu anayefahamu au kwa mtu anayeelewa kile ambacho mimi ninakufundisha kuanzia leo. Anza kujifunza ili uweze kufanya kitu kifaulu. Sio mnaambiwa kila dawa kimbia, chukua hii, oga, chukua hii, fanya hivi. Utachanganya sumu kwa sumu. Jua chanzo cha tatizo ni kitu gani. Kwa nini mambo hayaendi? Kwa nini ikifika huku panakwama? Kwa nini ukiteremka huku panashuka? Kwa nini ukiweka hivi muinda wote? Je, ni shida ni mbolea? Shida ni shamba? Shida ni maji? Shida ni nini? Usikimbilie mvua inyeshe unaanza kutafuta nini kinasababisha. Tafuta chanzo cha tatizo ni kitu gani kinasababisha wewe pale ulipo hausongi, pale ulipo hapaendi sawa, au ni sehemu umeenda kufanyia kazi ndio sio sehemu sahihi, au ni eneo unalofanyia lina wachawi, au eneo unalofanyia ndio lina shida kubwa. Unahangaika na vitu ambavyo havina faida. Mimi nimekupa faida leo nzuri, ukiitumia ukanielewa basi utafanya makubwa sana. Mimi naomba kwa yule anayenifuatilia azidi kufanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na azidi kupata mafanikio mazuri. Na sitaacha kukupa kadondosha ambako utakuwa unafanya kila siku kwa faida yako. Sasa utakuwa unachukua mshumaa wako mweupe, chukua na udi wako, andika kile unachokitaka, chukua asali yako, paka katika mshumaa wako vizuri, balabala washa, alafu ombea asubuhi kabla hujaenda kazi. Fanya asubuhi, fanya usiku, endelea kufanya huo na ukupa utaratibu. Kaa chini uangalie, ombea mambo mazuri. Kwanza pumua mara 100 ukisema mabaya yatoke, na navuta mazuri, mafanikio katika yale yote, iwe ni mizimu, iwe ni uchawi, basi utoke, zile nuksi ngumu zitoke. Fanya hii ratiba kila siku, asubuhi na usiku. Utakuja kunishukuru, utanipa big up 5, utasema Dr. Soda hiyo hapo, piga vitu, nikupa faida. Endelea kunifuatilia. Wabillahi tawfiki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah.